Andiko kutoka kitabu ya Samueli wa pili. Kungetab Samuel kitabu na genge. Mlango wa 9 kuanzia 1. Agoi tamanamut. Hadi 15. Wendi choba goberure echek tugul. Mungu naenda kubariki sisi wote. Yego sema Anthony. Wakati unaposikia neno hili. Kitabu sei agotiache agenyoru berutano. Tutabunguliwa na tutapata baraka kuu. Engaine dabte isopata. Niko tu nikiwa mtu wa kazi kwa hii. Kichoba Saul engenyiseke. Wakati Mungu alikazirikia Saul kwa kwa sababu Mungu aliambia hivi. Wewe nataka umalize Waamaleki wote. Akawaacha wale wanene. Wale Waamaleki. Hakutii neno la Mungu. Mungu akakataa Saul. Akapea mfalme na jina lake naitwa Daudi. Huyo Daudi alikuwa mtumikia Saul. Alikuwa mfanyakazi wa Saul kwa miaka mingi. Kwa sababu hakumuua Waamaleki, akawacha wale Waamaleki. Akasema watu walirudi. Nabii Samuel akasema Leki Saul akaambia hivi. Kutii Mungu ni amani. Kushika ile ambayo kutii Mungu ni amana. Kuliko ile ya madhabahu. Saul alirarua nguo basi. Na pia akaambia hivi. Anasema umebararua mavazi. Kwa sababu umebararua mavazi. Hata utawala wako umebasuliwa. Saul alikaa na Daudi sana kwa miaka mingi. Wakati Saul alienda akapita, hata wakifanyia Daudi vita, walienda kufanya vita na mapigano. Saul akaanza kuua 100. Daudi akaua kwa karibu 100. Wakati aliporudi kutoka kwa vita, Daudi akakuja kushangilia. Akaambia asante mwana Daudi. Kwa sababu uliua maelfu. Kwa sababu uliua maelfu ya mamia. Hata Saul akaambia hivi. Akaambia ni asante Saul. Kwa sababu uliua 100. Hiyo neno haikufurahisha Saul. Akasema inayofuata. Huyo naye tafuta utukufu. Wakati ilinyang'anya utukufu, wakati Mungu alikataa, neno likasema hivi. Daudi aliambia hivi. Akaambia ukichukua ufalme ule mfalme wa Israeli. Wakati Daudi alichukua usukani, Mungu akaua wakina Saul. Kwa sababu hakutii yeye. Wana Saul wote hakutii neno la Mungu. Wote waliuawa kwa sababu ya kadhabu ile wazi katika nchi ya Misri. Alikuwa anafanya ukahaba, alifanya dhambi zote, alikuwa na watu wakatawa na Yehova. Kuna ambaye alipewa ama kupata kwa sababu ya wazi utukufu wa Israeli. Wanabii wa Israeli, Mungu alikuwa anapenda Israeli. Sababu Mungu alikuwa kujeza. Hata leo Mungu alipenda Israeli. Hata Yakobo pia. Wakati alipokopa Mungu na kaanza kufanya vita na malaika na akashinda ile malaika, Mungu akapea China. Akaambia Yakobo